anasema thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana na neema. Walio wengi hudhani neema ni riziki tu peke yake ya pesa, lakini Mujahid, mfasiri mkubwa wa Qur'ani, amesema neema iliyokusudiwa na ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza siku ya kiyama ni ni'matul amn, neema ya amani. Amani ni katika jumla ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kutuuliza siku ya kiyama. Tulipowapa amani duniani, mliitumia vipi? Na mlipoona kuwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, mlifanya jitihada gani kuilinda amani yenu isipotee? Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Mujahid, al-Imam Mujahid, mufassiri mkubwa wa Qur'an, anasema neema iliyokusudiwa ni neema ya amani. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaelekea katika uchaguzi mkuu na kila mmoja wetu anatakiwa awe ni balozi wa amani katika zoezi zima la uchaguzi. Asiwe balozi wa vurugu, asiwe balozi wa machafuko, asiwe balozi wa maandamano. Anatakiwa awe balozi wa amani, ili kesho Allah subhanahu wa ta'ala akija kumuuliza thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kwamba wewe amani ulipokuwa nayo uliitumiaje, na ulipoona kuna viashiria vya amani kuhatarishwa ama amani kuondolewa, ulifanya jitihada gani kuhakikisha kuwa amani inaendelea kuwepo, ili uwe na majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kuwa kila mmoja wetu anatakiwa ahakikishe kuwa maelekezo anayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala anayafanyia kazi, sio anasikiliza alafu anafanya nini, anayaacha. Baada ya kuyasema hayo, niseme hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tusomeni zile sura zetu.